Asante sana. Kwa majina yangu mimi naitwa Bishop Daktari Daniel Ouma wa makanisa ya NLGCC nchini Tanzania, na ninayo furaha isiyo kifani kwa kweli kupata neema hii kukaa mbele ya vyombo hivi ambavyo ni vya habari, TV Yegowasu, ambao wanafanya kazi kutufikia jamii. Na ninalo jambo dogo ambalo ningependa nishirikishane na ndugu, jamaa, marafiki na hata taifa letu kwa ujumla, kwa yale ambayo yako moyoni mwangu, hasa nikiangalia ya kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka na tunaelekea kuanza mwaka. Na tunapoelekea miisho ya mwaka namna hii na kuelekea mianzo ya mwaka kwa namna hiyo, tunakuwa na mambo mengi ya kubeba au mengine ya kuacha tunapoelekea katika mwaka mpya. Na ili tuweze kwenda vizuri kwa sisi tulioamini juu ya misafu pamoja na Biblia, maandiko yanatuambia nini? Ningependa tuende kwenye kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa 15. Namna kwenda kwenye mwaka huu mpya. Na tukipatia wa kwenda naye itakuwa vizuri. Labda ningesema tunaenda na nani? Tunaenda na nani? Tunaenda na shetani. Na tukienda na shetani tunabeba vitu vya kishetani. Tukienda na Mungu tunabeba vitu vya kimungu. Tukienda na shetani tutaenda bila kusameheana. Tukienda na shetani tutaenda kwa kulipizana visasi. Tukienda na shetani tutaenda kwa kukomoana na kuharibu vitu ambavyo Mungu ametupa. Lakini tukienda na Bwana tunaenda tukiwa na misamaha ya kutosha, kuvumiliana, kupatana na kuridhiana. Ndio maana nimechagua andiko hili la Kutoka 33 mstari ule wa 15. Nitasoma. Biblia nasema, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Yani usitutoe mahala hapa tukaenda kule, kama uso wako Mungu hautaenda na sisi. Na mimi ningemwambia Mtanzania, ningemwambia kijana, ningemwambia mzee, ningemwambia binti ya kwamba uso wa Mungu kama hautaenda na sisi kwenye jambo lolote, kama kuna jambo lolote, tumepita kwenye wakati mgumu wa Tanzania, tumepita katika maandamano, tumepita katika kupoteza, sitaki kuzungumza kila kitu, lakini tuangalie kama tulienda na uso wa Bwana. Kama chochote kile uso wa Bwana hauandamani na sisi, basi hatuwezi tukafanya. Kama uso wa Mungu waandamani na sisi, katika mstari wa 16 anasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako kama hutaenda na mimi kwa uso wako? Mimi na watu wako tutaendaje? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi, tunaendaje? Hili ndilo swali lilo kubwa sana. Hatutaenda kwa kuchoma matairi mabarabarani, hatutaenda kwa kulipizana visasi, hatutaenda kwa kulewa tukasahau watoto wetu wasiende shule, hatutaenda mwaka mpya kwa kusherekea tukasahau thamani ya utu ambayo Mungu ametupatia. Hili litakuwa andiko. Lakini nimepewa nafasi ya kusema kuelekea mwisho wa mwaka na nafasi ya kusema kuelekea mwanzo. Na watakia sikukuu njema na salamu kwa familia mbalimbali na taifa letu kwa ujumla. Kama kuna nafasi kubwa ni kuwapeni salamu, ya kwamba salamu hizi ziwafikie na kwa namna iliyo hali ya juu sana, msherekee kwa amani. Na watakia kusherekea kwa amani, sherehe zenu ziwe za amani, upendo na mshikamano. Haya mambo matatu, amani, upendo na mshikamano, ni muhimu sana. Na hiyo ndiyo lugha ya watumishi wa Mungu kama mimi. Mimi naelewa katika utumishi tumegawanyika makundi mawili hapa Tanzania. Saizi tumegawanyika watumishi wa kiharakati na watumishi ambao ni peacemakers. Mimi nachagua upande wa peacemaking. Ndio maana nazungumza haya ya kwamba tuone lile. Mwanaharakati hajakosea. Lakini mwanaharakati anaweza kapigania harakati hata kama anapoteza. Lakini sisi peacemakers, we always see, tunaangalia kwamba ni wapi ambapo tuwapitisha watu kwa kuwaonyesha amani yao na utu wao, lakini pia na haki izidi kuonekana katika maisha ya watu. Sherehe sio ghasia, nitarudia. Sherehe sio ghasia,
sio kuchoma mabarabara ambayo ni miundo mbinu tuliyojitengenezea. Sherehe sio kuharibu mali za umma au mali za watu kwa namna yote ile kwa kulipiza visasi. Sherehe hii ifanyike kuwa sherehe njema kwa kila mmoja wetu, akasherekee akiwa anajua anasherekea na Kristo. Hawa waliuliza, Musa aliuliza, utaendaje na mimi? Nitaendaje mwenyewe? Alijua anapokwenda kule kutafuta haki za kuwa release, kuwaona wale watu wakiwa huru, wana wa Israeli, alihitaji uso wa Mungu. Msikilizaji au mtazamaji popote pale ulipo, nimekutakia kila baraka, lakini unakwenda na nani? Mwaka 2026, with whom are you going? Unakwenda na nani? Ndio swali lilo kubwa sana. Taifa letu hivi tunaenda na nani? Tunapoelekea mwaka 2026, mama, tunaenda na nani? Hivi tunaenda na ulevi au tunaenda na nyama choma? Sio mbaya kula, lakini excessively, kiasi cha kuweza kupoteza haki za watoto. With whom are we going? Na kama tutajua tunaenda na nani, amani itakuwepo. Natamani nitoe salamu zangu za pekee kwa ndugu na marafiki, na hasa watumishi wa Mungu wenzangu wanaofanya kazi katika madhabahu. Mmefanya kazi ngumu sana popote pale mlipo nchini. Maeneo mengine mmelaumiwa, maeneo mengine mmepongezwa, mengine mmetukanwa, lakini msijali. Ndivyo ilivyokuwa. Hata Kristo Yesu aliitwa Beelzebuli katika shughuli alizozifanya. Lakini pia nitoe salamu zangu za mwaka mpya ziende kwa kila mmoja anayefanya kazi katika taasisi yoyote ile ambayo imebeba jamii yetu ya Kitanzania. Mungu awabariki sana. Jamani, mniruhusu niseme salamu zifikie idara zote ambazo ni za kiserikali na mihimili yote ya serikali ambayo imepewa wajibu ya kubeba utu pamoja na shughuli ambazo zinahusiana na maendeleo. Wao wamebeba dhamana hii. Niwatakie kila laheri. Nisipozungumza hili nitakuwa nimejinyima na kuwanyima haki yenu nchi hii na utawala. Wote wabarikiwe. Tuombe kwa ajili ya usalama wa nchi yetu, tuombe kwa sababu ya utulivu, tuombe kwa sababu ya kurejea kwa amani, tuombe kwa sababu ya kushikamana, na tuwaombee watawala wetu bila kujali dini. Haya ndio ya kwangu. Nazungumza kutoka Mara huku karibu na Butiama. Mungu awabariki sana. Tuonane tena.